yake Fred Okengo Matiang'i alivyozaliwa, kulelewa na akaishi kuinuka kuwa mmoja wa viongozi wenye ushawishi zaidi katika historia ya jamii yake ya Omugusi. Fred Okengo Matiang'i alizaliwa ikiwa Jumatatu ya tarehe 22 Aprili 1968. Alizaliwa katika kijiji cha Nyansiongo kwenye eneo maarufu sana la Borabu, ambalo ndilo eneo la milima mandhari lililotengenezwa takriban miaka 5 kabla ya Fred Matiang'i mwenyewe kuzaliwa. Borabu Settlement Scheme ilikuwa ni sehemu kubwa ambayo kabla ya uhuru wa Kenya mwaka wa 1963 waliishi makaburu wa koloni wazungu, lakini walipoondoka jamii za Abagusi zikahamishiwa hapo kwa vijiji mbalimbali vya kupanga ama settlement schemes, mifano ikiwa kama Raitigo Settlement Scheme iliyoanzishwa 1962, Manga Settlement Scheme iliyoanzishwa na kuhamishiwa familia za Abagusi kuanzia 1964, ile ya Tindereti iliyoanzishwa mwaka wa 1964 pia, Isoge Settlement Scheme iliyoanza 1968, Mwongori Scheme ya 1965 na Matutu Settlement Scheme iliyoanzishwa mwaka wa 1967. Wengi wa viongozi wa tajika wa jamii ya Mkisii wamezaliwa na kulelewa katika eneo hili tajiri la Borabu, neno lenyewe likitafsiriwa kumaanisha mwangaza. Fred Matiang'i na kaka yake John walihudhuria shule ya msingi hapo kijijini Nyansiongo, kaunti ya Nyamira, na waziri huyo wa zamani anasimulia mwenyewe jinsi mamake mzazi alivyotia juhudi kuhakikisha Matiang'i amesoma, hasa kwa sababu kijana huyo alipenda kupoteza penseli zake kila siku na kumlazimisha mamake abuni mbinu mbadala za kuokoa penseli hizo zake. Fred Matiang'i alipomaliza shule ya msingi akaingia kusomea elimu ya sekondari katika shule ya upili ya Kiabonyoru, ambapo angefanya mitihani yake ya kidato cha 4 O levels kabla ya kuhitimu na kuingia shule ya upili ya Kisii High School. Waliosoma na Fred Matiang'i shule ya upili walimkumbuka bwana huyo kwa jinsi alivyokuwa mkali na mwanafunzi mwadilifu kama kiranja, na eti sawa na alivyoishia kuwa kama waziri wa serikali baadaye. Wakati wake kama kiranja wa shule, Fred Matiang'i alipewa jina la nusu mwalimu kwa jinsi alivyofanya kazi yake kwa ukali kama kiranja, na kama alivyosimulia mwalimu wake wa zamani bwana Livingstone Okwayo, Matiang'i kama mwanafunzi alikuwa amejipanga na akawa mfano bora zaidi kwa wote waliosoma naye sekondari enzi hizo. Miaka mingi baadaye, yule aliyekuwa mwalimu wake Fred Matiang'i na mwalimu mkuu wa Kisii High School enzi hizo angekuja kumpa hongera wakati Matiang'i alipoteuliwa kama waziri wa serikali ya Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Mwanafunzi mwingine aliyesoma na Matiang'i akiambia runinga moja hapa nchini kwamba ukali wa kiranja Matiang'i ungempa marafiki na maadui kwa kiwango sawa baina ya wanafunzi, na wale wanafunzi wa form 1 walikuwa wakimuona Matiang'i kutoka mbali wangepiga foleni mara moja bila hata kusubiri afike kwa kuhofia adhabu ya prefect Fred Matiang'i. Simulizi lingine linasema kwamba wakati mmoja Fred Matiang'i alijipatia umaarufu baina ya wanakijiji huko kwao, wakati kama kijana bado akiwa mvulana wa shule alimsaidia msichana mmoja aliyekuwa amevamiwa na genge la vijana waliotaka kumbaka. Alipohitimu sekondari, Fred Matiang'i akajiunga na chuo kikuu cha Kenyatta University jijini Nairobi, ambapo alisomea na kuhitimu na shahada ya ualimu, yani Bachelor of Arts in Education. Matiang'i alianza safari yake ya ualimu kama mwalimu wa shule ya sekondari ya Menyenya SDA High School iliyopo Nyamira, Borabu, kata ya Nyansiongo, na ambayo ilikuwa kilomita chache tu kutoka nyumbani kwao alikozaliwa. Kinasimuliwa kisa kimoja cha kuchangamsha kuhusu ni vipi Fred Matiang'i alivyoishia kuiacha kazi yake ya ualimu ghafla katika shule hiyo ya sekondari ya Menyenya SDA High School. Simulizi linaenda hivi: Fred Matiang'i kama mwalimu mpya fresh kutoka chuo kikuu Nairobi alijikuta anafundisha na mwalimu mmoja aliyeitwa Mr. Munyoro, na kijana Matiang'i akawa anaona raha kufanya mzaha kuhusu jinsi mwalimu huyo Mr. Munyoro alivyokuwa na ulimu mzito uliokosea matamshi ya lugha ya Kiswahili. Mwalimu Fred Matiang'i alipozidi na tabia yake ya kucheka matamushi ya Kiswahili kama alivyotamka mwenzake mwalimu Munyoro, inasemekana bwana Munyoro mwenyewe akafanya mipango na kuhakikisha huyo kijana amefurushwa kutoka hapo shuleni Menyenya ili ampe amani. Hii ilikuwa awali miaka ya 1990s wakati Fred Okengo Matiang'i bado alikuwa kijana barubaru. Kutoka hapo Matiang'i akaenda kwingine bado hapo Kisii na akawa anafundisha lugha na fasihi ya Kiingereza. Kisha Matiang'i akajiunga na tawi la chuo kikuu cha Kenyatta University lililokuwa huko Kisii likiitwa Kisii College Campus, na hapo akaendeleza elimu yake akisomea shahada ya Masters Degree in English Literature. Katika kipindi ambacho alikuwa anasomea hiyo shahada yake ya Masters ya fasihi ya Kiingereza, Matiang'i bado alikuwa mwalimu wa kuajiriwa wa shule ya sekondari, fununu zikisema aliendelea kufundisha shule nyingine hapo Kisii baada ya kutoroshwa Menyenya SDA Secondary na mzee Munyoro
kwa mgogoro wao wa matamshi ya Kiswahili. Katika miaka iliyofuata, Fred Matiang'i akawa anafunza Egerton University na hatimaye akaingia chuo kikuu cha Nairobi kama mkufunzi. Katika kipindi hiki, Matiang'i alijiendeleza na akaongeza masomo na kuhitimu na shahada ya Masters ya Kiingereza kutoka chuo kikuu cha Nairobi University, kisha kuongeza baadaye PhD yake ya Communication katika chuo hicho hicho. Kwenye miaka yake kama mkufunzi ama lecturer wa chuo kikuu, Fred Matiang'i akajipa umaarufu kama mtafiti ama researcher wa kuheshimika, na hili likaishia kumpa nafasi nyingi za kazi za kimataifa, kazi ambazo hatimaye zingeishia kufikisha jina lake juu ya meza ya Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Zaidi ya yote, kilichomsaidia sana Fred Okengo Matiang'i katika maisha yake kinasemekana kilitokana na yeye kupatana na mwanasiasa maarufu kutoka Kisii, mwanasiasa ambaye kulingana na Miguna amewahi kudaiwa eti ndiye baba halisi wa Fred Matiang'i kisiri. Mwanasiasa huyo ni waziri mwenda zake Simeon Nyachae ambaye aliaga dunia mwaka wa 2021. Mimi Simeon Nyachae naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Kenya na kuitumikia. Matiang'i alitambulishwa kwa waziri Simeon Nyachae awali miaka ya 1990s na kufikia mwaka wa 2000 akawa ndiye personal assistant ama PA wa mzee huyo. Mwandishi mmoja angesimulia baadaye jinsi alivyomuona Fred Matiang'i kwa mara ya kwanza huko Marekani wakati akiwa pamoja na waziri mzee Nyachae. Mwandishi huyo anasimulia kwamba mnamo Februari mwaka huo wa 2000 yeye alikuwa Marekani na akawa anaenda kupokelea mzee Nyachae na mmoja wa wake zake kwa uwanja wa ndege huko. Fred Matiang'i, PA kamili wa Nyachae, alikuwa pamoja na mzee na mkewe walipotua kwa uwanja wa ndege wa Logan Airport mjini Boston. Msimulizi aliwachukua watatu hao kwa gari lake na kuwapeleka mpaka chuo kikuu cha Harvard kilichoko katika jimbo hilo la Kimarekani la Massachusetts. Kilichomshangaza msimulizi ni kimya cha Fred Okengo Matiang'i katika safari yote hiyo, licha ya kuwa mzee Simeon Nyachae na mkewe walikuwa wachangamfu wa kujadili matukio ya Kenya wakati wote huo. Isitoshe, mwandishi huyu anarekodi kwamba jioni hiyo wakati mzee Simeon Nyachae na Matiang'i walikuwa kwa meza moja ya maankuli na wenyeji wao wakijadili siasa na matukio mengine ya Kiafrika, kijana Fred Matiang'i angesalia kimya cha maji ya mtungi. Hadi katika miaka ya baadaye, huyo ndiye Fred Matiang'i ambaye wangeishia kumjua Wakenya wengi, mchache wa maneno, mwingi wa vitendo vyenye kishindo. Katika uchaguzi mkuu wa Disemba 2002, bosi wake Fred Matiang'i, bwana Simeon Nyachae, akaingia debeni kuwania urais wa Kenya dhidi ya Uhuru Kenyatta wa KANU na Mwai Kibaki wa Rainbow Coalition NARC. Katika kipindi hiki cha kampeni, Matiang'i angejifunza mengi kuhusu siasa, kampeni na uongozi. Zaidi, licha ya kuwa Nyachae hakushinda urais, Fred Okengo Matiang'i angeishia kujuana na watu wengi mashuhuri na muhimu nchini kupitia mzee huyo. Kufikia mwaka wa 2004, Matiang'i alikuwa ameanzisha familia tayari na pamoja na mkewe Margaret wakazaa watoto wawili, mmoja wa kike na mwingine wa kiume. Mwaka huo wa 2004, wakati bado akiwa mkufunzi akifundisha fasihi ya Kiingereza katika chuo kikuu cha Nairobi, Fred Okengo Matiang'i akapata kazi nyingine ya muda ama kibarua kutoka kwa shirika la kimataifa la Kimarekani la USAID na chuo kikuu cha State University of New York cha huko Marekani, na kwa kibarua chake kipya akakubaliana na mkewe Margaret kuwa ingekuwa vyema kama angechukua ruhusa ndefu ama leave ya miaka 2 kutoka kwa kazi yake ya kawaida ya muda mrefu kama mkufunzi wa fasihi wa chuoni UON ili apate muda wa kuchukua kibarua hicho cha Marekani cha muda ambacho kandarasi yake ilisema kingedumu kwa miaka 2 peke yake. Basi Matiang'i alianza hiyo kazi mpya baada ya kupokea barua iliyompa likizo kutoka chuo kikuu cha Nairobi kuanzia mwezi Mei 2004. Hili pia likiwezekana kwa sababu ya connections zake Fred Matiang'i alizokuwa nazo na Simeon Nyachae ambaye alikuwa ndiye waziri wa elimu katika serikali kuu ya Mwai Kibaki. Basi Fred Matiang'i ambaye wakati huo bado hakuwa ameipata shahada yake ya PhD akaanza kazi yake hiyo na mashirika ya Marekani, lakini ilipoishia miaka yake 2 ya likizo kutoka kazini University of Nairobi akagundua alihitaji muda zaidi nje ya darasa ili atimize kazi yake na USAID na State University of New York. Hii ilikuwa mwaka wa 2006. Basi Matiang'i akaandika barua nyingine kwa wasimamizi wake huko chuoni UON akiomba kuongezewa likizo yake iongezeke kwa miaka 2 kutoka hapo Aprili 2006 hadi tarehe 30 Aprili ya 2008, na kiajabu likizo pia iliidhinishwa na chuo kikuu. Miaka 2 baadaye, wakati leave ya muda ilipoisha tena Aprili 2008, Matiang'i akaandika barua nyingine tena akisema bado alitaka aongezwe muda wa kukaa nje hadi mwaka uliofuata wa 2009. Amini usiamini, hii pia akapewa, lakini alipomaliza huo mwaka pia akakosa kurudi darasani kufundisha kwa sababu kandarasi yake ilisema alifaa kurudi chuo kikuu kufundisha ikiwa mwezi Aprili 2009.
Ilipofika tarehe 23 Novemba ya mwaka huo huo wa 2009, chuo hicho cha Nairobi University kikamtumia barua Fred Matiang'i kikimpiga kalamu kutoka kwa kazi hiyo ya ukufunzi aliyokuwa hajaifanya tangu 2004. Kufikia wakati kiandiko barua hiyo ya msaidizi wa naibu chancellor Deputy VC Peter Mbithi, ni kama Matiang'i alikuwa shaamua zamani kwamba hangewahi kurudi tena kufundisha university. Kwenye kipindi hiki ambacho Fred Matiang'i alikuwa nje ya darasa kuanzia 2004 hadi 2009, alifanya kazi kama mkuu wa wafanyikazi wa shirika la Center for International Development waliokuwa hapa Kenya, na kibarua chake kikuu wakati huo kilikuwa katika bunge la kitaifa la Kenya kwa niaba ya shirika hilo, ambapo yeye na wafanyikazi aliowaongoza wengi wa kigeni walisaidia bunge la Kenya kuileta mifumo mamboleo ya kuandika na kupitisha sheria za kidemokrasia. Kazi hii ya shirika la Center for International Development ingeimarisha connections za kimataifa alizokuwa nazo Fred Matiang'i, haswa ndani ya serikali ya Marekani, connections ambazo zingerudi kumsaidia sana baadaye wakati akiwania kiti cha urais wa Jamhuri ya Kenya. Si hayo tu, kazi ya Fred Matiang'i aliyofanyia wa Marekani kama Chief of Party for Kenya's Parliamentary Strengthening Program ilimpa sio tu tajriba ya kuelewa siasa na uongozi wa Kenya kwa undani, bali pia katika muda huu Matiang'i alipata nafasi kibao za kufanya utafiti kwa niaba ya mabunge ya nchi za Uganda, Ethiopia na bunge la kijumuiya la East African Legislative Assembly. Wakati wote huo, Fred Matiang'i pia aliandika makala ya kila wiki katika gazeti kuu nchini Kenya la Daily Nation, makala ambayo aliandika kwa miaka mingi. Uhuru Kenyatta na Fred Matiang'i walikuwa wamekutana awali kwa mara ya kwanza baada ya kampeni za Waziri Simeon Nyachae za 2002, ambaye alikuwa debeni dhidi ya Uhuru mwaka huo kwa chama chake cha Ford People. Wakati serikali mpya ya Jubilee ilipochukua usukani mwaka wa 2013, Rais mpya Uhuru Kenyatta alikuwa makini kutafuta Wakenya wenye uwezo na tajriba ili wamsaidie kutekeleza manifesto yake mpya aliyoipigia upeto sana wakati wa kampeni ya kugeuza Kenya iwe nchi ya kidijitali. Basi Uhuru Kenyatta akamteua Fred Matiang'i, ambaye bado alikuwa anafanyia wa Marekani kazi katika bunge la Kenya kupitia Kenya Parliamentary Strengthening Program, na kumpa kazi ya waziri wa ICT. Kuteuliwa kwa Fred Matiang'i kama waziri mpya wa Information Communication Technology mwaka wa 2013 kulionekana kama hatua ya rais mpya kurejesha mkono kwa jamii ya Omugusi, kwani katika serikali iliyotangulia alikuwepo Bitange Ndemo, rafiki wa Matiang'i, ambaye pia alikuwa amelelewa kikazi na kisiasa na Simeon Nyachae katika miaka ya awali. Bitange Ndemo alikuwa ndiye permanent secretary aliyehudumu chini ya Mwai Kibaki katika wizara ya ICT, ambaye alichangia pakubwa katika kuwezesha mfumo wa M-Pesa uletwe na usambae kwa Wakenya wote chini ya serikali ya nusu mkate ya Mwai Kibaki na Raila Amolo Odinga. Fred Matiang'i alipochukua usukani wa wizara ya ICT mwaka wa 2013, alianza kibarua kigumu cha kulazimisha kampuni za media zifuate sheria mpya za uhamisho kutoka mfumo wa analog hadi mfumo mpya wa kidijitali. Mwanzo, nyumba za habari zilipinga amri ya waziri huyo mpya kwamba walifaa wahamishe mitandao yao ya kupeperusha habari ziwe dijitali ama wangeishia kuzimiwa mitandao yenyewe. Baada ya mwaka mzima wa mivutano, hatimaye waziri Fred Matiang'i akaibuka mshindi, na kufikia 2014 mfumo wa analogi ulikuwa umezimwa ukaletwa mpya wa kidijitali. Kenya iliongoza majirani wake wote katika uhamisho huu, kitu ambacho kilichangia sana kumpa sifa Fred Matiang'i mbele ya bosi wake rais mpya Uhuru Kenyatta. Kufikia mwezi Machi mwaka wa 2015 ilitokea skendo kubwa katika wizara ya ardhi, ambapo waziri Charity Ngilu alilazimishwa na rais Uhuru Kenyatta kujiuzulu kufuatia yeye kutajwa na ripoti ya ufisadi iliyotolewa na tume ya Ethics and Anti-Corruption Commission. Ngilu aliachishwa kazi na Fred Matiang'i akatajwa mara moja kama kaimu waziri mtendakazi wa ardhi. Kama waziri wa ardhi kwa muda, Fred Matiang'i akawa mchapakazi yule yule aliyejionyesha wakati akiwa katika wizara yake ya ICT. Kutoka kwa ofisi yake iliyokuwa kwenye jumba la Ardhi House, waziri Fred Matiang'i alitatua mizozo mikubwa ya shamba na kupigana na makartel waliokuwa ndani ya wizara hiyo ya mashamba. Mizozo ya ardhi ya Kihiu Mwiri huko kaunti ya Murang'a na Waitiki Land Dispute huko Likoni ni mifano tu ya ile mizozo mikubwa aliyoitatua katika muda mfupi aliposhikilia wizara hiyo. Waziri CS Fred Matiang'i hangesalia katika Ardhi House kwa muda, kwani kufuatia visa vya wizi wa mitihani kuripotiwa kwa wingi wakati wa mitihani ya kitaifa ya KCPE na KCSE waliokalia wanafunzi mwaka wa 2015, Rais Uhuru Kenyatta alihitaji suluhisho la kudumu katika wizara hiyo ya elimu, na hilo lingepatikana kwa kuleta waziri aliyekuwa anaelewa utendakazi zaidi ya wote katika baraza la Uhuru wakati huo. Basi wiki mbili tu baada ya mitihani ya KCSE kukamilika, Rais Uhuru Kenyatta akatangaza cabinet reshuffle na kumteua Fred Matiang'i awe waziri mpya wa elimu. Chini ya Matiang'i, wizi wa mitihani ya kitaifa ulipungua kabisa, ishara kubwa ikiwa idadi ya chini ya wanafunzi waliopata alama ya A kwenye mitihani iliyofuata ya KCSE na KCPE mwaka wa 2016. Waziri
Matiang'i alileta sheria na kanuni mpya zilizozuia wizi na ubadhirifu wa fedha katika sekta nzima ya elimu. Zaidi, ziara zake za ghafla kwa shule mbalimbali zikawafanya walimu na wasimamizi waboreshe utendakazi wao katika mashule mbalimbali. Kwa mfano, kupunguza kipindi cha kusahihisha mitihani na kutoa kipindi cha kusubiria matokeo ya kitaifa kutoka miezi mitatu ya kusubiri hadi mwezi mmoja tu kulimaliza kwa muda hulka ya wizi wa mitihani na pia gharama ya kuwalipa wasahihishaji. Cha kusikitisha ni kwamba wakati Fred Matiang'i alipoondolewa kutoka kwa Wizara ya Elimu, matatizo na makatel aliyowatoa kwa fujo wakaanza kurejea polepole kwa wizara hiyo, huku hulka za awali zilizolemaza elimu zikirejelewa bila upinzani. Fred Matiang'i alikuwa bado yupo busy anavuruga mambo katika Wizara ya Elimu wakati ghafla waziri wa usalama wa ndani, Internal Security Minister Joseph Nkaissery, aliaga dunia ghafla katika ajali ya kutatanisha. To appoint Dr. Fred Matiang'i as the acting Minister for Internal Security. Mnamo tarehe 8 mwezi Julai 2017, Rais Uhuru Kenyatta akamteua tena Fred Matiang'i kama waziri wake mpya wa Internal Security, lakini hakumuondolea majukumu yake katika Wizara ya Elimu, na basi waziri Matiang'i akawa waziri wa wizara mbili wakati mmoja. Nafasi yake kama waziri wa usalama wa ndani ingethibitishwa baadaye mwezi Januari mwaka wa 2018. Kama waziri wa usalama wa ndani, Fred Matiang'i alihusika wakati runinga tatu kuu nchini zilizimwa kwa muda wakati zilipotaka kupeperusha moja kwa moja hafla yake Raila Odinga ya kujiapisha kama rais baada ya uchaguzi wa 2017. Baada ya kizaazaa hicho cha Raila kujiapisha kilichofanyika Januari ya 2018, Fred Matiang'i alipiga marufuku vuguvugu la National Resistance Movement NRM na akatumia mbinu zote kupambana na maandamano ya mara kwa mara waliokuwa wanafanya wapinzani wakiongozwa na hayati Raila Odinga. Miezi mitatu baadaye, Rais Uhuru Kenyatta alipofanya handshake na Raila Odinga, William Ruto, naibu rais, akajiondoa serikalini kimya kimya na nafasi yake kama msaidizi mkuu wa rais ikapewa Fred Matiang'i. Matiang'i aliendelea kumsaidia Rais Uhuru Kenyatta kama naibu wake asiyekuwa official kwa yote isipokuwa jina hadi ilipofika wakati wa Uhuru kuondoka ofisini na serikali mpya kuingia baada ya uchaguzi wa 2022. Katika kipindi cha baada ya handshake ya mwezi Machi 2018, matatizo yalianza kuwepo kati yake na naibu rais William Ruto, kwani Matiang'i alitumika sana na Uhuru Kenyatta kumdhibiti William Ruto wakati Ruto akifanya kampeni zake za mapema za urais. Wakati wa kampeni hizo za urais kuelekea 2022, Rais Uhuru Kenyatta aliripotiwa kupendelea Fred Matiang'i kama mgombea wake wa urais wa 2022, lakini katika majadiliano ya siri akashawishiwa amuunge Raila mkono kuwania urais wakati huo, kisha baadaye Raila Odinga naye angejitolea kumuunga mkono bwana Matiang'i. Baada ya William Ruto kushinda uchaguzi mkuu, upande wa Raila Odinga ukawa unamlaumu Rais Uhuru Kenyatta na Fred Matiang'i kwa kuruhusu William Ruto atawazwe mshindi, wakisema Ruto aliiba na Uhuru akakataa kutumia Matiang'i kumzuia ama angalau kutangaza Raila mshindi kwa lazima. Hata hivyo, miezi michache baada ya kuingia serikalini, ikiwa mwaka wa 2023, serikali ya Rais William Ruto ilianza kutumia mamlaka yake kujaribu kuwafungulia kesi bwana Fred Matiang'i na rais mstaafu Uhuru Kenyatta, kitu kilichomlazimisha Matiang'i kuondoka Kenya ghafla na akatorokea Marekani. Ilichukua hatua za wazee wa jamii ya Wamukusi kutembelea rais mpya na kuketi naye Ikulu, ambapo walimkumbusha kwamba Matiang'i licha ya yote alikuwa amekataa kumpokonya Ruto ushindi wake wa Agosti 2022. Baada ya hapo, serikali ya Rais William Ruto ikaondoa mashambulizi dhidi yake Matiang'i, na waziri huyo wa zamani akarudi New York, ambapo anasemekana aliendelea kufanya kazi katika benki ya World Bank na waajiri wake wa awali katika chuo kikuu cha State University of New York. Ilipofika mwisho wa mwaka wa 2024, zikafufuka fununu za kusema kwamba Uhuru Kenyatta bado alinuia kumleta Fred Matiang'i kama mgombea wa urais dhidi ya Ruto ifikapo 2027. Fununu hizi za kisiasa zilisema kwamba kutoka huko Marekani, Fred Matiang'i alikuwa ameanza mipango ya kuwania urais wa Kenya 2027. Kufikia mwaka wa 2025, Matiang'i akarudi Nairobi na kutangaza rasmi nia yake ya kuwania urais wa Kenya kwa chama cha Jubilee chake rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Uhuru mwenyewe alijitokeza na kutangaza kwamba katika siku za kesho angejitokeza mashinani kumtafutia kura Matiang'i awe rais wa jamhuri ifikapo 2027. Fred Matiang'i akajiunga na upande wa upinzani ulioongozwa na Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka, huku Raila Odinga akikimbilia serikalini, ambapo alisalia hadi kifo chake baada ya Rais William Ruto kumpa